Kwa kweli nimepita kwenye mabanda mbalimbali kuona shughuli ambazo zinafanywa na wajasiriamali wetu, wazalishaji wetu, watoa huduma. Kimsingi naona kuna maendeleo makubwa na mafanikio makubwa sana ukilinganisha na maonyesho ya siku zilizopita. Wajasiriamali wa Tanzania tunaona kabisa kwamba sasa hivi wameanza kuwa na confidence, lakini unaangalia kabisa ubora wa bidhaa zao, packaging ya bidhaa zao, lakini uwezo wao wa kushawishi wateja kuhusiana na bidhaa, na hata ile branding ya made in Tanzania imeanza kupata mwamko wa kipekee, kwa sababu tunaona sehemu kubwa ya bidhaa ambazo zinaonyeshwa ni bidhaa ambazo zimezalishwa kutokana na malighafi za ndani, zimezalishwa na Watanzania wenyewe, na tunaona kabisa kwamba wameanza si tu kushindana na masoko ya ndani, lakini pia wameanza kushindana na masoko ya kikanda, kwa maana Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia hata Jumuiya ya SADC. Kwa hiyo maonyesho haya ni muhimu sana kwetu, na ni muhimu kwa sababu kama mnavyofahamu kwamba ni maonyesho ya kwanza tangu tumeanza jana tarehe 1 kutekeleza budget ambayo inatupeleka miaka 25 ya dira 2020-2050. Dira hii msingi wake ni kuongeza thamani ya mazao yetu, thamani ya bidhaa zetu, lakini pia kwenda kwenye uchumi wa viwanda. Kwa hiyo uchumi wa viwanda unategemea sana na jitihada za Mtanzania mmoja mmoja kushiriki katika uchumi wa uzalishaji, kwa maana ya kuchukua malighafi, kutengeneza kwa bidhaa na kuuza. Kwa hiyo mnyororo huu wa thamani unapaswa kila Mtanzania kushiriki kikamilifu, sio kama mtazamaji, sio kama mteja, lakini pia kushiriki katika uzalishaji wake. Kwa hiyo tunaona kwamba ni maonyesho muhimu ambayo yanajenga msingi wa utekelezaji wa kuelekea kwenye dira ya maendeleo 2020-2050. Mwitikio wa Watanzania katika maonyesho haya, mwitikio wa wajasiriamali wa Tanzania katika uzalishaji, mwitikio wa wafanyabiashara wetu katika kubrand bidhaa za Tanzania, kwa kweli si tu kwamba inatia moyo, lakini inatupa msingi imara wa kuelekea kwenye utekelezaji wa dira ya 2020-2050. Made in Tanzania kama brand imepokelewa kwa mwitikio mkubwa, na nimeona hata uwezo wa kupackage bidhaa zetu na matumizi ya ile nembo yamekuwa ni makubwa, jambo ambalo linatuhakikishia kwamba vijana wa Kitanzania wanaenda kuwa washiriki wa kweli katika utekelezaji wa dira 2020-2050. Na unaniambia ama umeniuliza kuhusiana na matumizi ya hiyo brand, tunaona kabisa kwamba mlezi wa maonyesho haya ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kesho atakuwa hapa katika kuzindua maonyesho haya. Tunaona kabisa vijana wengi ambao wamekuwa ni wanufaika wa mikopo ya 10%, lakini tumeona hapa SIDO wanatuambia kwamba zaidi ya mikoa 4 sasa hivi vijana wameshafikiwa kwenye mikopo ile ya bilioni 200 katika kuhakikisha kwamba vijana wanashiriki kamilifu katika ujenzi wa taifa lao kupitia vipaji, taaluma, lakini uwezo wao wa kushiriki katika uzalishaji wa bidhaa na biashara kwa ujumla wake. Kwa hiyo unaona kabisa Mheshimiwa Rais anatusapoti kama wizara, lakini pia anasapoti vijana kama wadau muhimu wa wizara yetu katika kuongeza thamani mnyororo wa bidhaa zetu, lakini pia uzalishaji wa bidhaa za viwandani. Kwanza tuna soko la Itifaki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, linaturuhusu kuwa na soko kubwa ndani ya ukanda huu wa Afrika Mashariki, lakini tuna soko kubwa zaidi kwa ukanda wa SADC. Na jana tulikuwa Abuja, Nigeria, kushiriki katika mkutano wa soko huru la Afrika ambalo litaenda kuwa na soko hili litajumuisha watu zaidi ya bilioni 1.4. Ni soko kubwa sana. Kwa hiyo unapozalisha bidhaa hauangalii tu soko la ndani, lakini tuna soko kubwa sana la nje. Kwa hiyo uchuuzi kwa maana ya uagizaji wa bidhaa na kuuza hautatufikisha mbali. Kitu ambacho kinatia moyo kwenye maonyesho haya, tunaona sasa vipaji mbalimbali, jitihada mbalimbali za Watanzania wenzetu ambao wanashiriki kwenye mnyororo wa kuongeza thamani bidhaa zetu katika uzalishaji wa bidhaa hasa za kilimo. Kwa hiyo masoko yetu tuna imani kabisa yanaenda kuwa sasa hivi feeded na bidhaa zetu ambazo tumezalisha wenyewe, na sisi kama serikali kazi yetu kubwa ni kutengeneza mazingira rafiki kwa ajili ya wawekezaji hasa wa ndani, lakini pia kuwatia moyo, kuwapa ushauri, lakini kutengeneza mazingira rafiki kwa maana ya kuwa na mitaji ambayo ina riba
nafuu kama tunavyoendelea kufanya kupitia mifuko mbalimbali, lakini katika utekelezaji wa maelekezo ya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, sisi kama Wizara ya Viwanda na Biashara tumekuwa karibu sana na wafanyabiashara wetu na wajasiriamali wetu kwa ujumla, kama mnavyoona katika mabanda mbalimbali hapa katika maonyesho ya Sabasaba. Msingi tumejipanga katika kuimarisha soko la ndani, lakini tumejipanga katika kuimarisha uzalishaji wa bidhaa zetu. Kwa wale wote ambao mmefuatilia kwa karibu hotuba ya bajeti, mnaona kabisa mlengo wa serikali katika kuwawezesha Watanzania kushiriki katika uzalishaji, lakini pia katika masoko. Kwa hiyo tuna vivutio vya kikodi, tuna vivutio vya kisera, lakini pamoja na hayo tumetengeneza taasisi mbalimbali na kuziwezesha kwa ajili ya kushauri Watanzania kuongeza ubora wa bidhaa zao, kubrandi bidhaa zao, kutengeneza fursa za masoko, lakini kuhakikisha kwamba tunawatengenezea mazingira rafiki katika kumudu gharama za uzalishaji, kupunguza gharama za uzalishaji ili kuongeza faida na tija katika biashara zao.